Godi, mambo vipi? Safi, niambie ndugu yangu. Shwari? Safi, mambo yanaenda? Mambo yanaenda. Unajionaje na hali? Nimefurahi, nashukuru Mwenyezi Mungu, nimefika Manyara salama usalimini. Safari ilikuwa ndefu kidogo. Usiku kwa usiku sio jambo rahisi kutembea usiku kwa usiku, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ametutembeza salama vijana wake na kutufikisha salama Manyara kuja kuipambania timu yetu ya klabu ya Young Africans kupata alama 3 muhimu. Baada ya kufika Manyara, mapokezi yalikuwaje kwa wananchi kiujumla? Nimependa. Mapokezi yalikuwa makubwa, kitu ambacho kwa mkoa mpya kama huu wakazi wengi wa Manyara wamekuwa ni wafuasi wakubwa wa Young Africans, na si tu kwa timu yetu kwa ujumla, hata sisi mashabiki wa Yanga tangu tumeanza safari tulianza kupata message nyingi DM kwamba bwana, karibuni Manyara, mje mfike tuwapokee. Alhamdulillah, tumefika, tumepokelewa vizuri, washikaji, wana Yanga, wanachama, mbona misondo hapo, lakini mwisho wa siku kuna baadhi ya matawi ambayo na yenyewe yalikuwa yanahitaji kadi za wanachama. Tumefika na tumeanza moja kwa moja kwa sajili. Michael, karibu. Na mara baada ya kuona taarifa iliyotolewa na TFF kwa Ally Kamwe ya kulipisha faini ya shilingi milioni 5, binafsi mapokezi yalikuwaje kwa taarifa ile? Tulichukizwa kwa sababu tunajua ni taarifa mbaya na sio kitu kizuri kwa afisa habari wa Young Africans kwamba kuonekana na makosa ya kukutwa ndani ya bodi ya ligi ndani ya TFF, lakini mwisho wa siku tumeyapokea kwa sababu sisi ni wananchi, lakini mbaya zaidi ilikuwa ni faini ya shilingi milioni 5, kitu ambacho sisi wana Yanga tukijitizama wenyewe kwa watu mmoja mmoja tunao uwezo wa kutoa shilingi 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, laki, mwenye milioni 5 yenyewe akamaliza hilo jambo. Tulikubaliana tukiwa kwenye safari kwamba kama ikiwezekana basi sisi tuwe sehemu ya kulipa hiyo faini, kwa sababu Ali alikuwa anatekeleza majukumu ya klabu ya Yanga. Faini yake ni faini ambayo imetozwa kwa wanachama wa Yanga. Kwa sisi wanachama na mashabiki tumeamua kutembeza bakuli letu la kumchangia Mheshimiwa Ali Shabani Kamwe, msemaji wetu, ili kusolve lile tatizo. Kwa hiyo mpaka sasa tumempigia simu, tumewasiliana naye, tumemuomba kwa ihsani yake yeye asitoe hata shilingi 1, atuachie sisi wana Yanga. Kwa sababu tuna mechi hapa Manyara. Kuna namba ambazo tumeziweka kwenye mitandao ya kijamii kupitia wahasibu wetu wa mashabiki. Yuko Mwalimu Yanga, yuko Kelvin Mbamba, Kevo, watakuwa wanapokea michango hiyo, na baada ya hapo uwanjani hapo Liti hapo uwanja unaitwaje? Tanzanite. Siku ya mchezo yenyewe tunawaomba mashabiki wa Yanga ambao watakuja katika mji huu kutoka mikoa mbalimbali na wana Yanga wa hapa ambao tutashiriki nao kwenye huo mchezo waje na hata shilingi 500. Yaani hata shilingi 500 mtu aje nayo, tutapitisha jambo pale kwa ajili ya kuchangia ili tuweze kuipata ile shilingi milioni 5. Ni ndogo sana kwa wana Yanga sana. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukiamua kuchangisha tutaipata vizuri. Wewe ni mwenyekiti ambaye umehusika na kusimamia zoezi hilo. Mashabiki wanapenda kufahamu zoezi hilo mpaka sasa hivi limefikia hatua gani? Mpaka sasa hivi hatua ni nzuri. Ukitizama kwenye michango unaona mpaka sasa hivi kuna shilingi karibuni milioni 1 na imeshafika milioni 1, lakini nikitizama hapa namba zipo ni 0656 22 13 17. Hii ni ya Mwalimu Yanga. Kuna namba ya account ya NBC ambayo ni 04 91 74 07 6414. Hii ni ya Kevin Mbamba, lakini kuna namba ya CRDB Bank ambayo ni 0152 03 FK 9X00 Frederick Nunes Kweka. Yani haya yote unaweza kaeka pale, lakini so far ndani ya masaa machache tuna kama masaa 5 tangu tumeanza kuchangisha mpaka sasa hivi tuna shilingi milioni 1, bado shilingi milioni 4. Ukitoka saizi masaa 24 mpaka kesho muda kama huu tuna uwezo wa kukusanya hata milioni 2. Plus kesho kutwa siku ya mchezo kwenye mitandao bado watu waendelee kuchangia, na tutakapokuwa tumeenda kwenye mechi uwanjani tutapitisha bakuli letu kuangalia namna gani kama ambavyo tulikuwa tunaweza kumchangia Pacome,
tunaweza tukampa Maxi, nyota wa mchezo, akapata hela pale uwanjani. Tumeweza kumpa mpaka Side. Juzi KMC pa tumewafunga 8 stendi. Side kaondoka na hela nyingi tu. Wanayanga tushindwe kulifanya hili katika uwanja huu. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tuna uwezo wa kulifanya, tukamlipia sisi msemaji wetu. Hili tunaliweza na tumeliamua, tutaliweza, tutalilipa sisi. Kigeregere ni mojawapo ya mtu ambaye anahusika pia katika kuchangisha michango katika swala hili. Na ametudhibitishia kwamba tayari shatimia milioni 3. Labda utaratibu upoje? Yes, kwa sababu mimi nimeteua vijana. Wao wanakusanya, baadaye wananiletea ripoti. Wakiniletea ripoti ambayo labda saizi live wameshakusanya, basi mimi naweza kutoa ripoti moja kwa moja. Lakini kwa sasa, mpaka sasa, ripoti ya ndani ya masaa 3 ambayo tulikuwa tumeanza nayo, tulikuwa na shilingi milioni 1. Jumatatu ndio siku ambayo Yanga anakwenda kukutana na Fountain Gate, na katika mchezo huu ameweza kukosekana Yao, Pacome na Aucho. Hii inaweza kuathiri vipi mchezo mzima? Hakuna athari ambayo ana Yanga tutaipata, kwa sababu tumeshamkosa Yao kwa takriban miezi 6 sasa. Ukimwacha Yao, tumeshamkosa Aucho kwa michezo mikubwa karibuni miwili ya hivi karibuni. Tumeshamkosa Pacome kwa huo mchezo wenyewe wa Azam FC. Kwa hiyo kwangu mimi naamini hakutakuwa na tatizo lolote, kwa sababu mchezaji yote ambaye anavaa jezi ya Yanga yuko pale mazoezini ya Vic Town, anafanya mazoezi kwa ajili ya nembo ya Yanga. Kwa hiyo anaaminika atacheza mchezo wote na atafanya kazi vizuri. Wachezaji ambao wamekuja huku ni wengi, na wengi ni quality kubwa. Hamna mchezaji ambaye anavaa nembo ya Yanga kama mchezaji wa kawaida. Anaweza akacheza Nkane na ukashangaa kwa level ya Fountain Gate tukawafunga mabao 5 kuendelea. Kwa hiyo si hatujali, sisi tunachojali ni wachezaji kuvaa nembo ya Yanga kwenda kuipambania Yanga yao uwanjani. Mara ya mwisho Yanga alipokutana na Stand FC aliweza kumpiga mabao 8-1. Hiyo ilikuwa ni salamu tosha kwa watu wa Manyara kwa kuelekea mchezo siku ya Jumatatu. Watu wa Manyara haswa wale ambao wana minajimu ya klabu ya Simba. Kwa mfano unaweza ukakuta hawa kama kina Isambuzi, sijui kina nani ambao wana minajimu ya Simba. Zile ni taarifa zao. Wajue Yanga tumekuja hapa tumejipanga. Alijaja kinyonge hata kidogo. Tumekuja hapa kuchukua alama 3 na magoli mengi. Yaani ajue kile kipigo ambacho tulimpa Dar es Salaam cha mabao 4 kilikuwa ni kidogo sana. Lakini kile ambacho alikula Stand United, kila timu ambayo iko mbele yetu sasa hivi mpaka kumalizika kwa ligi awe makini muda wowote, saa yoyote zile goli zipo. Yaani timu yoyote tunayocheza nayo muda wowote, saa yoyote zile goli zipo. Sawa.